Nipe Bwana macho mazuri, nikuone Bwana jinsi ulivyo, nikusikilize sauti yako. Nipe Bwana macho mazuri, nipe Bwana macho mazuri, nikuone Bwana jinsi ulivyo, nikusikilize sauti yako. Nipe Bwana macho mazuri, nipe Bwana macho mazuri, nikuone jinsi ulivyo, nikusikilize sauti yako ya upendo mwingi kwetu sisi binadamu ambao tunatenda dhambi, ambao tunavaa mwili, ambao tunakosea siku kwa siku, kwa maana mwili wetu ni dhaifu. Neno la leo tutakalo lizungumuza ni kuhusu msamaha. Msamaha ni damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo iliyomwagika Golgotha ni msamaha. Ni msamaha tosha. Damu ya Yesu Kristo ni msamaha tosha. Ile damu ya Yesu iliyomwagika Golgotha na maji iliyotiririka Golgotha ni msamaha tosha. Bure tumekombolewa kwa damu ya Yesu, kwa bure. Swali ninalo tuma leo nitaongea na nyinyi ni vilio vya watu wengi ambao wanalia kufatana na nini? Ni kufatana na msamaha. Wengi wanawaendea watumishi wa Mungu, wanaendea makanisa fulani tofauti na mizigo yao ya dhambi. Wamoja wanaambiwa watowe pesa ili wapate msamaha. Wengine wanaambiliwa dhambi zako ni nyingi, haziwezi kusamehewa. Wengine wanakatishwa tamaa na maneno mengi yasiyojulikana na yasiyowezekana. Lakini leo mimi nawahakikishia kuwa kanisa lolote ambalo lisiohudumia mtu wa dhambi, lisiokubali kusamehe, lisiokumbatia mtu wa dhambi na kumuonyesha upendo na kumfariji na kumwombea kuhusu dhambi, hiyo kanisa sio ya Yesu. Hiyo kanisa sio ya Mungu. Maana Yesu ni upendo. Yesu alikuja kukomboa ulimwengu na dhambi zote. Haijalishi umetenda dhambi nyingi, lakini Yesu yuko tayari kukuosha siku kwa siku. Shabaha iliyomleta kutoka mbinguni ni kuja kukomboa dunia. Sasa Yesu alikuja kukomboa dunia. Sasa wewe kanisa ambayo unatumikia nani? Mungu? Unatumikia Yesu? Unatumikia nani? Mungu gani? Ikiwa wewe hautaki kusamehe, hautaki mtu kuja mbele ya uso wako kuomba msamaha, sasa unamtumikia nani? Ninataka niwaambie kuwa msamaha umetoa bure. Yesu ametukomboa kwa damu yake bure. Na tunapaswa tuwakumbatie wenye dhambi. Tusijitenge na wenye dhambi. Kanisa ni kama hospital. Hospital inapokea wagonjwa wa aina yote. Na kanisa nayo pia ni kama hospital.
inapokea wenye shida mbalimbali, wenye dhambi zozote. Na nyinyi kanisa, ukifungua kanisa, hapo ni mahali ambapo wenye dhambi wanakuja. Sio mahali pa watakatifu, ni mahali ambapo ukiwa na shida unakuja kutua dhambi zako, kutua shida zako, kufarijiana, kuongozana kwa kwenda mbingu. Wenye dhambi wakija, wakaribisheni, waonyeshe upendo, waonyeshe neno la Mungu, waonyeshe dhambi ni mbaya, hivi na hivi, hivi na hivi. Ndio maana ya kanisa. Lakini wamoja hawataki kukaribia wenye dhambi, wanawakatisha tamaa, wengi wanakimbia. Kuna watu ambao wanakuja ikiwa wana lengo la kushiriki kanisa fulani, lakini kwa ajili ya upendo kupoa, kwa ajili ya kutokuonyesha upendo, kwa ajili ya kutokukaribisha, wengi wanakatishwa tamaa, wanajiuliza twende wapi? Tutafute Yesu Kristo. Kuna wengi wanakuja na mzigo kusema watue, lakini kufatana na kukuta kanisa ina upendo, kanisa ijuu kukaribisha, kanisa ina chochote chile cha kuonyesha kwamba kweli hii ni kanisa ambayo inavutia kwa kuita mtu Dokta ni lazima awe rafiki wa mgonjwa, amuonyeshe ugonjwa huu unaweza kutunziwa hivi, huyu hivi 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 hivi, tulia utapata matibabu hivyo. Ndio maana ya dokta. Na we pastor uko kama dokta wa kutua shida za wenye dhambi. Ndio hapo nataka kuambia kuwa kanisa lolote ambalo mtu anakuja na mzigo kutaka aombewe, ni lazima mumkaribishe huyo mtu, mumuonyeshe upendo, muonyeshe dhambi hivi, hii ukitenda hivi na lazima tutaitua hivi 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 hivi, usitende dhambi, kufanya hivi ni makosa. Unamuonyesha sasa ukweli wa dhambi ni nini, ukweli wa mzigo, ukweli wa Kristo, ukweli wa neno la Mungu, ukweli mtakatifu, Mungu ni nani na kila kitu. Namuonyesha Mungu anataka nini, na kuingia mbingu nataka pashwa kuwa hivi 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 hivi. Kuna watu ambao walizaliwa nyumba ya wapagani mtupu, hawajawahi kusikia neno la Mungu, lakini kafikia muda anasikia uchungu ndani ya roho yake kusema leo nataka nimkaribie Mungu. Sasa wakati anakuja kwenye kanisa mnamkimbiza, hamuonyeshi ukweli, hapo mnafanya makosa makubwa sana. Mko mnarudisha roho nyingi nyumba, mnakatisha tamaa wengi ambao wanataka kumkaribia Mungu. Hii ni onyo, nawaambia, karibisheni yeyote yule anataka kutoa mzigo wake wa dhambi. Haijalishi dhambi gani, hata kama wewe unaona ni dhambi nyingi ambazo hautaweza, wewe omba tu, mengine watashughulikiana na Mungu. Mungu mwenyewe atajua kisa atatoa hii mzigo. Na mtu hata dhambi ni nyingi, anakuja na badilika kufatana na gisi anakaribia neno la Mungu. Anabadilisha kufatana na gisi anapata neno la Mungu. Anabadilika kufatana na gisi anasikia neno la Mungu. Anabadilika kufatana na sikizi na maombi na gisi anafaa au na vitu vinapitika katika kanisa. Lakini kuanza katisha kumwambia maneno mabaya machungu isiyowezekana, mnaua roho nyingi. Na hizo roho mtazisamba mbele ya Mungu. Mtasamba hizo roho ambazo mnazikimbiza, zinataka kupata uponyaji, mnazikimbiza mkiwaambia vitu vyenye havifai, watochesha pesa au sadaka na vitu vingine. Mjue kabisa hizo roho mtasamba mbele ya Mungu. Labda isiwe kanisa ya Mungu, lakini kama ni ya Mungu, mjue zile kanisa zitasamba. Njoo hayo machache nataka niwaambie, muwe na upendo. Mtu akija kuombewa, muonyeshe upendo, muonyeshe neno la Mungu, muonyeshe Mungu anapenda vitu hivi. Na mtu akitaka kokoka, ni lazima aache kitu hiki. Na mnamkaribisha, mnamuonyesha ni lazima kuwa nasikia neno la Mungu siku kwa siku, hivi na hivi na hivi na hivi. Neno dhambi
inapunguka katika mtu kufatana na gisi anakaribia Mungu, anakaribia neno la Mungu, gisi anaenda nasikia, gisi anakoma kiroho, na njoo gisi iko naenda na badilika, gisi anaenda na badilika, gisi anaenda na badilika. Isio sema hiyo siku anakuja tu na njoo tabadilika, pana vile anaikuja kanisani, anasikia neno, njoo gisi na anaenda na badilika, anaenda na kama vile dawa inatunza taratibu, na ndivyo mtu wa dhambi naye anaenda na badilika roho taratibu taratibu. Karibisheni mtu yeyote. Yesu hakuwahi kufukuza mtu. Alikuwa rafiki wa wenye dhambi. Ndio maana wengi walimtukana wakisema, "Oh, rafiki wa walevi, rafiki wa washerati, wazinzi, wezi." Kwa nini? Yesu alikuwa anajua gisi ya kuwavuta na kuwaonyesha ukweli ya neno la Mungu. Ndivyo tunapaswa kwa mfano wa Yesu, vile Yesu alivyokuwa akipenda wenye dhambi, na sisi vile vile. Bila hivyo hatutaponya roho. Watu watangaimia na dhambi kwa ajili ya kutokupata upendo wa kanisa. Mungu awabariki na awape mwisho mzuri. Mshike neno hili. Hili ni neno ambalo nawaambia, ninajua wengi wanalia kwa ajili ya kubaguliwa, kutokukaribishwa vizuri katika kanisa. Neno hili libaki kwenu. Mungu awabariki. Amen.